makubwa. Hebu jamani, mimi mashehe wangu watazungumza. Kwa muda huu tumkaribishe shekhe wetu Shabani kutoka Tanzania, mji wa Kigoma, afiki hapa mbele kwa mada ya falsafa ya funga ndani ya mwezi wa Ramadhani. Karibu shekhe. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القائل إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا. وأصلي وأسلم على النبي خير الورى الرسول المجتبى. ما للمسلمين سواك حصن إذا ما ضر مسهم ونابا. ولو حفظوا سبيلك يا محمد ولو حفظوا سبيلك يا محمد كان من النفوس لهم حجابا. وأصلي وأسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد. Ndugu zangu, mama zangu, dada zangu, pamoja na wazee wangu, mashehe wangu na viongozi wenzangu, awali ya yote, baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia rehema kipenzi chetu Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, nitumie fursa hii adhimu na maridhawa kwanza kuwasalimia kwa maamkizi ya mema aliyotufundisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, nayo ni assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ndugu zangu Waislamu, kabla sijaingia katika maudhui hii ambayo imetambulishwa mbele yenu ya falsafa ya funga ndani ya mwezi huu mtukufu wa Ramadhani, nitakuwa ni mchoyo wa fadhila kama sikutoa shukurani za dhati kwa uongozi wangu ambao wao imekuwa ni sababu ya mimi pamoja na mwenzangu kwa mara ya kwanza tangu kuzaliwa kuandika historia ya kukanyaga ardhi hii ya Burundi.
وقد ذكر في الأخبار أن سيدنا داود قال لربه. Imezungumzwa katika moja ya hadithi za Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam kwamba siku moja Sayyidina Daud alimwambia Mola wake, kaifa ashkuraka ya rabbi bi ni'mati allati tastahiqu laka shukru, nikushukuru vipi ewe Mola wangu kwa neema ambazo zinastahili wewe kushukuriwa, bi'tibari ala anna kulla ni'mati allati an'amta alayya tastahiqu laka shukru, kwa mazingatio kwamba kila neema ambayo. Akamjibu Sayyidina Daudi kwa kumwambia kwamba idha dhakarta ni'mati faqad shakartani, utakapokaa na kuzikumbuka neema zangu nilizokuneemesha, basi hiyo inatosha kwamba wewe utakuwa umenishukuru. Idhan ujio wetu sisi na kuwakuta nini katika eneo hili tukufu, tunatabaru ala annaha neema, inazingatiwa kwamba ni neema miongoni mwa neema kubwa alizotuneemesha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lakini kubwa zaidi ametukutanisha ndani ya mwezi huu mtukufu wa Ramadhani, na yenyewe ni neema miongoni mwa neema kubwa alizotujalia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Idhan binisbati al-mawdu' al-falsafatu as-siyam fi shahr Ramadhan, katika upande wa maudhui ambayo imetambulishwa kwenu kuzungumzia juu ya falsafa ya funga ndani ya mwezi huu mtukufu wa Ramadhani, fakaanna hadha al-mawdu' ni kana kwamba maudhui hii inakuja kutoa majibu ya maswali ya walio wengi ambao huwa wanajiuliza, limadha farada Allahu alaina as-siyam fi shahri Ramadhan, kwa nini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametufaradhishia mwezi huu mtukufu wa Ramadhani. Lakini pia inaweza ikawa ni sehemu ya majibu ya wale ambao huwa wanajiuliza, limadha farada Allahu alaina ibadati as-salah, kwa nini Mwenyezi Mungu amefaradhisha kwetu sisi kwamba ni wajibu kutekeleza ibada ya sala tano, hal kadhalika ibadati az-zakah wa hal kadhalika ibadati al-hajj, vile vile ibada ya kutoa zaka na vile vile ibada ya kwenda kuhiji Makka, na akajalia kwamba ibada hizi zote ndio zinazokuja kutengeneza misingi ya Uislamu. Nimekuja hapa kufuatilia kwa makini na kujua kwamba lam taati as-sawmu, kwetu sisi haikuja funga ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, kaannaha niqmatun, kana kwamba ni adhabu kwetu sisi, bal jaat as-siyamu,
bali imekuja funga ndani ya mwezi huu mtukufu wa Ramadhani kaannaha ni'matun wa rahmatun li ummati Muhammad sallallahu alayhi wasallam, kana kwamba kwetu sisi ummatu Muhammad ni neema lakini pia ni rehma kubwa. Ndiyo maana sasa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akatunadia kwa kusema ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Falsafa ya kwanza unayoipata kwa nini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametufaradhishia ibada ya funga ndani ya mwezi huu mtukufu wa Ramadhani, kwanza huwa tajdidul imani, ni kuzitengeneza upya imani zetu. Kaifa nujaddidu imanina, vipi tunazitengeneza upya imani zetu? Ikumbukwe katika sira ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, wakati ametumwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kuja kuwalingania watu ili waachane na ibada za kishirikina na waje kumwabudu Mwenyezi Mungu mmoja, jambo la kwanza aliwalingania katika kalimatu tauhidi ya la ilaha illa Allah Muhammadan Rasulullah. Kwa nini aliwalingania katika hili neno? Aliwalingania katika hili neno kwa sababu yeyote anayemuamini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, yeyote ambaye imani itatulia katika moyo wake, hawezi kuiharibu imani hiyo kwa kuizamisha katika mambo ya shirki. Yeyote ambaye imani imetulia katika moyo wake hawezi kumchukia mwenzake. Yeyote ambaye imani imetulia katika moyo wake hawezi kumfanyia husda mwenzake. Yeyote ambaye imani imetulia katika moyo wake hawezi kumnyanyapaa au kumnyanyasa binadamu mwenzake, aidha kwa misingi ya ukabila, aidha kwa misingi ya uchumi au hali au rangi ambazo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amewatofautisha nazo. Yeyote ambaye neno hili limetulia katika moyo wake hawezi kuwa ni sababu ya kufanya ufisadi wa mmong'onyoko wa maadili au ufisadi wa wadhifa alionao, ikiwemo kula rushwa na mali za mayatima. Sasa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliposema ya ayyuhalladhina amanu katika aya hii ambayo anatutaka sisi tuje kutekeleza ibada kubwa ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, alikuwa falsafa yake ni kwamba tujadidi kwanza imani zetu, turejee katika misingi ambayo kwayo ilikuwa ni amri ya kwanza na wito wa kwanza ambao aliotufundisha Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Sasa ukisoma ukirejea katika sira ya Bwana Mtume Muhammad, hijra ya kwanza aliyoifanya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam baada ya vikwazo vingi walivyokumbana navyo maswahaba zake kutoka kwa makafiri, aliwaamrisha wahame kutoka katika ardhi ya Makka
na kukimbilia katika bara la Afrika, katika nchi ya Ethiopia kama inavyojulikana sasa hivi. Hina idhin kana hunaka malikun ismuhu, palikuwa kuna mfalme katika nchi hiyo ambaye anatambulika jina maarufu sana, limenitoka kidogo. Alivyokimbilia kule, mfalme wa Habsh arada an yaarifa, alitaka kutambua kwamba ni sababu zipi ambazo zimewapelekea wao Waislamu kuhama kutoka katika mji wao wa Makka, mji waliozaliwa, na kukimbilia katika nchi ya Ethiopia, nchi ambayo mfalme wake sio Muislamu, Maliku Najashi ambaye sio Muislamu. Ni sababu gani ambazo zilizowapelekea wao kukimbia kule na kuingia katika ardhi ya Habsha ndani ya bara la Afrika? Wakati huo Waislamu wakiwa na mutahaddithu rasmi, muongeaji rasmi ambaye anabeba sauti za Waislamu na ujumbe wa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Alikuwa anaitwa Jaafar ibn Abi Talib. Huyu Jaafar ibn Abi Talib ambaye ni kaka yake na sahaba mkubwa wa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, anaitwa Ali ibn Abi Talib. Ikabidi atoke kwa maana ya kuitikia wito wa mfalme Najashi. Alipofika mbele ya mfalme Najashi, mfalme Najashi akamwambia, ma balukum hatta gharadtum biladikum ila biladi, ninyi mmefanya nini? Mmepatwa na jambo gani mpaka mkatoka katika nchi yenu na mkakimbilia katika nchi yangu? Sikiliza majibu haya ambayo aliyoazungumza Jaafar ibn Abi Talib. Jaafar ibn Abi Talib akamjibu kama ifuatavyo, akamwambia, ayuha al-malik, ewe mfalme, nahnu kunna qauman ala shirki, sisi tulikuwa ni watu ambao nyoyo zetu zimejikita ndani ya ushirikina. Naabudu al-awthana, kazi yetu ilikuwa ni kuabudu masanamu, jambo ambalo sasa kwa kuacha kumwabudu Mwenyezi Mungu mmoja ilipelekea sisi kunna naqtulu ba'duna ba'da, tulikuwa tunauana wenyewe kwa wenyewe, kama ambavyo leo Muislamu yuradhi kumuona kwamba Muislamu mwenzake anakufa, au yeye ikawa ni sababu ya kuona Muislamu mwenzake anafanyaje, anafariki. Kunna naqtulu ba'duna ba'da, tulikuwa tunauana wenyewe kwa wenyewe. Lakini wa kunna nusi'ul jiwar, baina yetu sisi na majirani zetu tuliokuwa tunaishi nao palikuwa hakuna maelewano, kwamba jirani huyu yuradhi kula na akashiba, ila hali jirani mwenzake ana njaa. Mtoto wa jirani anakufa na njaa na mtu ana uwezo wa kumsaidia lakini hawezi akamsaidia. Jirani na jirani hawaongei, jirani na jirani hawana maelewano ya kukaa pamoja na wakakubaliana, bali ufisadi baina ya jirani na jirani mwingine ulikuwa ni mkubwa sana. Lakini wa kunna naakulul maita, tulikuwa tunakula mizoga, hatujui namna ya kuchinja. Kwa hiyo tulikuwa tunakula vile vitu ambavyo vinachinjwa pasina kutajwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lakini kunna nuhallilul harama wala nuharrimul harama, tulikuwa tunahalalisha mambo yote
ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametuharamisha. Lakini yale yote ambayo ni ya halali kwetu sisi ndiyo tuliyokuwa tunayaharamisha. Unaweza ukaona namna gani yale ambayo Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam aliyokuja kuyakataza na akatutaka sisi tusiyafanye, na ndio leo tunapoteza jitihada kubwa kuhakikisha kwamba tunasawazisha hali zetu, lakini hayo ndiyo ambayo yaliyokuweko kabla ya ujio wa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Sasa nini ikawa ni sababu ya kuondokana na mambo hayo? Malikun Najashi anasema sababu kubwa iliyotufanya tuondokane na hayo ni ujio wa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ambaye alikuwa anatuamrisha kwanza kumwabudu Mwenyezi Mungu mmoja. Anatuamrisha kuwafanyia wema majirani zetu. Anatuamrisha kuwa wakweli. Anatuamrisha kuunga udugu wetu katika misingi ya imani. Leo kuna watu wanaunga udugu wao kwa sababu ya kumuasi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Leo kuna watu wanapewa sapoti kubwa kwa sababu wanaanzisha mambo ambayo ya kazi yake ni kuja kuharibu vijana na mustakbali wa taifa ndani ya Uislamu na nje ya Uislamu. Lakini baya zaidi, unaweza kukutana na mambo hayo, waanzilishi wakubwa na wanaotoa sapoti kubwa ni Waislamu sisi wenyewe. Kwa hiyo Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam kupitia msingi wa kutengeneza imani chini ya kalimatu tauhidi ya la ilaha illa Allah, ndiyo ikawa ni sababu ya sisi kuondokana na madhara hayo. Kama ilivyokuwa kawaida kwamba alhaqu walbatil daiman la tattafiqani, siku zote haki na batili haviwezi vikakaa pamoja. Sasa makafiri walitujengea chuki, kuona kwamba sisi tumeachana na matendo yale na kujiunga na imani aliyotuletea Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ikawa ni sababu ya wao kutuadhibu, ikawa ni sababu ya wao kutuchukia. Ndiyo maana ikapelekea hali hiyo ya wao kwenda kutuua, ikawa ni sababu ya sisi kuondoka katika mji wa Ethiopia, mji wa Makka, na kuja katika mji wa Ethiopia. Sasa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliposema ya ayyuhalladhina amanu, enyi mliomuamini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, yani ninyi ambao mnaothibitisha kwa nyoyo zenu na kukiri kwa ndimi zenu kwamba Mwenyezi Mungu ni mmoja, kutiba alaikumus siyam, mmefaradhishiwa ninyi kufunga ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Sasa ukiangalia hii ya ayyuhalladhina amanu, Mwenyezi Mungu ameizungumza katika aya nyingi sana wito wa namna hii, lakini kinachofuata mbele yake inakuwa ni habari ya msingi na muhimu mno katika maisha yetu, amri ambayo laiti utaiacha kuitekeleza, hasara haiwezi kuwa kwa yule aliyokuamrisha wewe, bali hasara inakuja kwako, kwa wewe ambaye unayetakiwa kuifata amri hiyo, sawa sawa iwe kufanya au amri hiyo inakutaka uachane na baadhi ya mambo. Lakini katika yale majarima yote makubwa ambayo unayajua, Mwenyezi Mungu ameanza na kuwanadia hawa wenye sifa ya imani. Mfano, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema kwamba ya ayyuhalladhina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsum min amali shaytanin fajtanibu wa man yaf'al dhalika faulaika humul muflihun, kwamba eni mliomuamini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na mkamfuata Bwana Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam,
hakika pombe, innamal khamru, hakika pombe, bao, kamari, haya yote ni mambo ya kishaitani, jiepusheni nayo. Na yeyote atakayetekeleza au atakayejiepusha na mambo haya na uchafu huu, basi hao ndio watakuwa sehemu ya wale wenye kufaulu. Lakini pia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akasema, ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida, enyi mliomuamini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ittaqullaha, mcheni sana Mwenyezi Mungu. Na neno taqwa maana yake ni ile tunayoipata kupitia Sayyiduna Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Kupitia Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, alimuuliza Sayyidina Ubayya, akamwambia, ma maana taqwa, ucha Mungu ni nini? Sayyidina Ubayya akamwambia, hal mashita ala tariqin, je, ulipata kutembea katika njia, fauqaha shauk, juu yake ikawa ina miba? Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu akamwambia, naam, ndiyo nilitembea. Akamwambia, madha fa'alta, ulifanya nini? Akamwambia, shammartu wa hadhartu. Akamwambia, wakati nilipokuwa ninatembea, shammartu, nilitembea ila hali ninanyata, lakini nikichukua tahadhari ya miba ile isije ikanichoma. Fa Sayyiduna Ubayya akamwambia, fadhaka taqwa, huo ndio ucha Mungu. Kwa maana wewe utakavyoishi katika dunia, yale yote ambayo ni maasi, basi chukua tahadhari nayo, isije siku moja ukajilaumu kwa kutumbukia ndani ya maasi hayo. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu anasema, ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida, enyi mliomuamini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, mcheni Mwenyezi Mungu na mseme kweli. Kwa nini? Yuslih lakum a'malakum, Mwenyezi Mungu atakusawazishieni mambo yenu. Wa yaghfir lakum dhunubakum, na atakufutieni madhambi yenu. Wa man yuti'i llaha wa rasula faqad faza fawzan 'azima, na yeyote mwenye kumfata na kumtii Mwenyezi Mungu na mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wasallam atakuwa amefaulu, kufaulu kwa kweli. Lakini si hivyo tu, Mwenyezi Mungu anaendelea anasema, ya ayyuhalladhina amanu, eni mliomuamini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, tubu ila Allahi taubatan nasuha, tubuni kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala toba ambayo ni ya kweli, haitokufanyeni nyinyi muweze kurejea tena baada ya kuomba toba katika yale ambayo yalipelekea ninyi kuingia katika kumuasi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sasa falsafa ni nini? Falsafa tunarejea kwamba mwezi huu mtukufu wa Ramadhani hawakunadiwa Waislamu. Hakusema kwamba ya ayyuhal muslimun, bali alisema ya ayyuhal ladhina amanu kutiba alaykumus siyam, kwamba eni mliomuamini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, mmefaradhishiwa ninyi kufunga ndani ya mwezi huu mtukufu wa Ramadhani. Maana yake ni kwamba lam taati saum, haikuja kwetu sisi sifunga isipokuwa ni kwa ajili ya tiba ya yale yote yatakayokufanya wewe uondoke katika yale mambo ambayo yanamuasi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwa kujadidi imani yako na kuja katika yale mambo ambayo aliyokuamrisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Inazingatiwa kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alivyomuumba mwanadamu, amemuumba na vitu viwili vikuu. Kitu cha kwanza ni madi ambacho kinashikika, na kitu cha pili ghairu madi ambacho hakishikiki. Sheikh, utansame kidogo, sisi ni wageni tukirimiwe, au mnasemaje Waislamu?
Tuendelee au tuache? Mwenyezi Mungu amemuumba mwanadamu na vitu viwili. Kitu cha kwanza, Mwenyezi Mungu amemuumba mwanadamu kutokana na mchanga. In kuntum fi raibin min al-ba'thi fa inna khalaqnakum min turab. Mwenyezi Mungu anasema ikiwa ninyi mna mashaka kwamba hamtokuja kufufuliwa baada ya kufa kwenu, mtambue kwamba tumekuumbeni kutokana na mchanga. Mchanga ambao baada ya kumwagiwa maji uligeuka ukawa udongo na ukatengenezwa wewe mwanadamu. Lakini baada tu ya kuumbwa kutokana na mchanga, kitu cha pili ambacho alichokuumba nacho kimegawanyika sehemu tatu. Sehemu ya kwanza ni roho ambayo haionekani, lakini sehemu ya pili ni nafsi ambayo pia na yenyewe haionekani, na sehemu ya tatu ni akili ulionayo. Tunatambua tu kwamba unaweza ukamwambia mtoto wako huyu kichwa chake hakina akili, lakini wapi akili ipo? Ukiambiwa uionyeshe, hakuna anayeweza kukuonyesha. Mambo haya matatu tu'tabaru ala annahu sirrul hayati fi jismil insani, yanazingatiwa kwamba ndiyo siri ya uhai katika mwili wa mwanadamu, na ikiwa kama mojawapo litakosekana, inazingatiwa mtu huyu amefariki hata kama akiwa anatembea. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasemaje katika roho? Anasema wa idh qala rabbuka lilmalaika inni khaliqun basharan min tini fa idha sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Kumbuka wakati Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alipowaambia malaika kwamba ninataka kumuumba kiumbe ambaye ni mwanadamu. Sasa nitakapomaliza mimi kumuumba kiumbe huyo anayetokana na udongo, nyie wote inatakiwa mumsujudie kwa maana ya kumpa heshima, baada tu ya kuwa nimempulizia roho kutoka kwangu. Kwa hiyo sehemu ya kwanza ikawa ni nini? Ni roho. Ndio maana ikaja katika Qur'ani pia, wayasalunaka 'anir ruhi qulir ruhu min amri rabbi wama utitum minal ilmi illa qalila. Wanakuuliza wewe bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam kunako roho, basi waambie kwamba roho ni katika amri za Mola wangu, na ninyi hamkupewa ilmu ya kujua uhakika wake na namna ilivyo na wapi inapokaa, isipokuwa kidogo sana, kwa uchache mno. Kwa hiyo kitu cha kwanza ni roho, na kitu cha pili ni nafsi, kwa maana ya ule utekelezaji wa maamuzi yako baada ya kuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amekupa akili ambayo inayoweza kupambanua baina ya haki pamoja na batili. Sasa ukirejea baada ya kuumbwa mwanadamu katika ile hali ya kijimbile ambalo tunalo kwa sasa, Mwenyezi Mungu akamwekea misingi ya kanuni. Misingi gani? Katika kuona akamwambia fa'tabiru ya ulil absar, zingatieni enyi wenye kuona. Ndani ya mwaka mzima umeona mambo mangapi ya haramu na umeona mambo mangapi ya halali? Tunafahamiana vizuri eh? Jambo la pili akazungumzia katika kunusa kupitia kisa cha Sayyidina Yaqub alayhi salatu wasalam, wakati amekaa na wanae na nduguze, watoto wake wanakuja na kanzu ya Yusuf kutoka katika ardhi ya Misri wakielekea Kanaani. Akawaambia nduguze, inni la ajidu riha Yusuf laula an tufannidun, hakika ninasikia harufu ya Sayyidina Yusuf, laiti kama ninyi hamtanipuuza. Kwa hiyo sifa ya pua ni kunusa vile ambavyo vilivyokuwa vizuri, ndio msingi wa kanuni. Jiulize ni vingapi vibaya na vizuri ambavyo umevinusa ndani ya mwaka mzima. Lakini mdomo pia na wenyewe ukawekewa kanuni, waudhudhu min sautik, wakati unaongea hakikisha kwamba unaongea kwa sauti nzuri, sauti ya chini ya upole. Usitumie sauti ya juu ya kufoka na kutukana. Jiulize leo katika mazuri na mabaya mdomo wako umeongea yepi ambayo yanamshinda mwenzake? Waqulu linnasi husna,
tumia ndimi yako kuwasema wenzako vizuri. Je, wewe ndani ya mwaka mzima ulikuwa unawasema wenzako vizuri? Lakini si hivyo tumbo lako hili, kulu min tayyibati ma razaqnakum, ingizeni katika matumbo yenu vyakula ambavyo ni vya halali na vizuri. Je, wewe ulikula vingapi vya haramu? Ulikula vingapi vya wizi? Ulikula vingapi vya dhulma ndani ya tumbo lako ndani ya mwaka mzima? Lakini si hivyo, tupu yako ambayo leo ulionayo umeitumia katika milango ya halali au umeitumia katika milango ya haramu? Jawabu unalo wewe mwenyewe, bali insanu ala nafsihi basira. Mwenyewe unajua ni mara ngapi umezini, umewazini watoto wa watu, umewazini waume za watu, umezini na wake za watu, umezini na hata wale ambao pengine walitaka ajira kupitia wewe, ukaona hauwezi kuwapa ajira mpaka utekeleze rushwa ya ngono. Wangapi umefanya hivyo ndani ya mwaka mzima? Sasa unapokuja mwezi mtukufu wa Ramadhani, unaposema ya ayyuhalladhina amanu, maana yake muaminio hanywi pombe, muaminio hazini, muaminio hasemi uongo, muaminio hatakiwi kuwa mnafiki, muaminio hatakiwi kumfanyia mwenzake husda, muaminio hatakiwi kukata udugu, muaminio anatakiwa kutafuta riziki yake ya halali, muaminio hatakiwi kula haramu, muaminio anaeneza upendo baina ya watu. Sasa kutiba alaikumus siyam, mmefaradhishiwa ninyi kufunga mwezi mtukufu wa Ramadhani. Falsafa yake ni kuhakikisha kwamba mnarejea katika misingi ya kanuni ambayo aliyoiweka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na kututaka sisi tuishi katika utaratibu huo baada ya kutengana nao kwa muda wa mwaka mzima. Ndugu zangu Waislamu, maneno ni mengi na nasaha ni nyingi, tutosheke na hayo. Wabillahi tawfiqi, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikumus salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Shukrani Sheikh wangu, Allah kulipe kheri kwa kweli. Nimkaribishe ndugu yangu Sheikh Isa Kishki aweze kufika hapa mbele kwa mada yake, malezi ya watoto katika mwezi wa Ramadhani. Karibu Sheikh wangu. Tuliwaambia vijana wasome. Sheikh wetu bado kijana mdogo, mimi nahisi hata 35 hajafika. Hapana 35, yuko 32. Manaki hata mimi najiona mzee mbele yake, bado mdogo, lakini elimu iko. Ndio maana vijana, pupieni elimu, kwani elimu ndio msingi wa maisha. Karibu Sheikh wangu. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين يا رب، الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الفرد الأحد الصمد،
الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وأسوتنا وشفيعنا وشيخنا وأستاذنا ومعلمنا محمدا رسول الله بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، عظمت جميع خصاله، صلى الله عليه وآله. أما بعد، فأحييكم بتحية الإسلام، تحية مباركة طيبة من عند الله، ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Watukufu wa Islam, wapenzi na wafuasi wa Mtume Muhammad, awali ya yote tunaanza kumshukuru Allah jalla fi ula. Amani, rehma na baraka, sala na salamu tunamuomba zipeleke kwa bwana Mtume Muhammad, azipeleke kwa watu wa nyumbani kwake, kadhalika masahaba zake na kila Muislamu ambaye atakayekuwa tayari kufuata nyenendo zake mpaka pale ambapo Mwenyezi Mungu atautandua ulimwengu. Amma mawdhu'u muhadharatina, amma mawdhu'u ya hadhara yetu hii, فعنوانها يقول تربية الأولاد